pamoja na mababa padri na paroko mlioendesha ibada hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wajumbe wa Kamati Kuu ya Halmashauri Kuu ya Taifa na wajumbe wa Halmashauri Kuu na wanachama wote wa CCM mlioko katika msiba huu kwa ajili ya kuja kushirikiana na familia na wananchi wa Isimani na mkoa wa Iringa katika kutoa na kumuaga mwenzetu ambaye ametuacha. Tarehe 28 nilipata nafasi ya kutoa salamu za chama chetu mbele ya mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan kule Dar es Salaam. Nitumia nafasi hiyo kueleza kwa ufupi maisha ya utumishi wa ndugu yangu William Lukuvi. Leo sitaki kurudia yale mambo, lakini leo kwa kuwa mmesikiliza wote wasifu wake, nataka leo kuzungumza na vijana wa CCM ambao ningependa wajifunze na waige mapito ya William Lukuvi. Ukimsikiliza wasifu wake, hakupenda kuanzia juu, alianzia chini kabisa. Aliingia chama cha TANU mwaka 74, miaka mitatu tu kabla ya kuvunjwa kwa chama kile na kuanzishwa kwa CCM. Lakini baada ya hapo alijiendeleza katika uongozi wa ngazi ya chini kabisa. Alishirikiana na vijana wenzake na wakamwamini, na baadaye akafikia ngazi ya kuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Vijana. Mengine yote yalifuata baada ya hapo, ya kuchaguliwa kuwa mbunge, kuwa waziri na kadhalika. Lakini nataka nieleze sifa za kujifunza. Sio wengi sana ambao anakuwa mbunge alafu analea jimbo, anakuwa waziri na bado analea jimbo. Sio wengi, na wako wachache ambao nawajua, ambao ukiwa waziri unasahau jimbo na baadaye anakuja kulikumbuka wakati wa uchaguzi. Sio mfano mdogo kwamba ndugu William Lukuvi amekuwa mbunge wa Isimani kwa miaka 31, lakini vile vile amekuwa waziri katika serikali na amepitia awamu 4: awamu ya Benjamin Mkapa, awamu ya Jakaya Kikwete, awamu ya Dr. John Pombe Magufuli, na sasa mpaka uhai wake unatoweka alikuwa katika awamu ya 4 ya utendaji chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kwanza kwamba unaaminiwa na marais wote, hayo ni jambo la kujifunza, kwa sababu marais hawa wana watu wengi wa kuweka katika kazi hizo. Kwa lazima Lukuvi alikuwa na qualities fulani ambazo marais hawa walizikubali. Lakini vile vile pamoja na uwaziri, ndugu yangu William Lukuvi hakusahau utendaji wake ndani ya Chama cha Mapinduzi. Mimi nimefahamiana naye na kufanya kazi naye mwaka 2005 tukiwa serikalini. Lakini licha ya kuwa serikalini, ndugu Lukuvi alikuwa mjumbe wa Kamati Kuu ya Chama cha Mapinduzi, alikuwa mjumbe wa Halmashauri Kuu, na tulikuwa wote mpaka mwaka 2017 nilipoamriwa kwamba sasa tugawe vyeo
uwe na kimoja na wengine serikalini wabaki na kimoja. Hiyo ndio sera iliyomuondoa Lukuvi katika uongozi wa chama. Lakini wakati wote akiwa nje ya serikali na ndani ya chama, mimi nikiwa mjumbe wa halmashauri kuu, wakati wote tulishauriana na Lukuvi juu ya mambo anayoyaona yeye ya kusaidia chama hiki. Kwa chama chetu kimepoteza mwanachama mahususi kweli kweli, na ndio maana sisi CCM leo tuko wengi hapa, tunawakilisha uongozi wa juu kabisa wa chama chetu, kwa sababu ya kutambua mchango sio tu katika serikali, lakini mchango wake na mapenzi yake katika chama chetu. Sasa sina la kuongeza zaidi. Nimesema ameondoka. Sisi tunataka kuhakikishia wanaisimani kwamba wakati utakapofika, chama chetu kitakumbuka mchango wa Lukuvi katika kuamua nani waje huku ili muamue mpate Lukuvi mbadala. Kwa sasa tutapenda kwa kweli kazi zile alizozianzisha ziendelee, lakini vile vile ni vizuri tuseme kwamba kazi zile alizozianzisha na zinazoendelea zinatokana na ilani ya Chama cha Mapinduzi, na serikali ina wajibu wa kutekeleza ilani hiyo. Kwa hiyo namuomba Waziri Mkuu atupie jicho eneo hili lilokuwa linaongozwa na ndugu Lukuvi, ambaye alipenda sana watu wake na maendeleo yake, ili kazi zile zisisimame halafu ukawaongezea watu wa Isimani majonzi zaidi. Baada ya maelezo hayo, naitakia familia ya marehemu Lukuvi wakubali kwamba kuna kuishi na kuna kifo. Hiyo kazi siwezi kufanya kwa sababu imefanywa vizuri saini na kanisa, na mimi sitaki kuwa badala ya kanisa, wala sitaki kuambia mambo ya maisha baada ya kifo. Hiyo ni kazi ya kanisa. Sisi tunashughulika na maisha kabla ya kifo. Baada ya maelezo hayo, nawashukuru na watakia maisha mema, na wanaisimani muendelee kumwenzi ndugu yetu kutokana na mchango mkubwa aliyoutoa kwa maendeleo yetu. Asante sana.